Kwenye komenti washikaji wengi wanasema tuzungumzie kuhusiana na mafaili ya Epstein ambayo yote yameanzia chini ya mwamba ambaye anajulikana kwa jina la Jeff Epstein. Ni kwa nini kitu inaonekana kama kumtesa Donald Trump, na ni kwa nini inaonekana kuwa ni gumzo duniani, lakini pia kuna mahusiano gani kati ya haya mafaili ya Epstein na shinikizo ambalo anapewa Donald Trump la kuishambulia Iran. Haya ni mambo matatu makubwa ambayo tutayaona kupitia uchambuzi huu hapa Official Zungu_. Kwanza kabisa unatakiwa uelewe haya mafaili ya Epstein yanaanzia kwa mwamba ambaye anaitwa Jeff Epstein, ambaye kwa hivi sasa ni marehemu. Yeye alifariki dunia tangu mwaka 2009. Huyu jamaa kwanza kabisa alikuwa ni jasusi wa Mossad, kwa maana ya kwamba ni Myahudi kabisa. Myahudi kabisa huyu bwana Epstein. Sasa huyu bwana Epstein alikuwa na urafiki na viongozi wengi na wafanyabiashara wengi na wasanii wengi wakubwa wa nchi za magharibi, kwa sababu aliibuka tu hapa na akawa tajiri mkubwa, alafu akawa anamiliki kisiwa. Akajenga nyumba kubwa tu kwenye kisiwa chake. Sasa kwenye kile kisiwa akawa anaandaa pati mbalimbali ambazo zinafanyika, na zile pati zilikuwa zimehusisha watoto wadogo wa kike wenye umri kuanzia miaka 18 kushuka chini, yani hadi miaka 14, 15, 16, 17. Kiufupi ni watoto wadogo, yani kuwatumikisha kingono watoto wadogo, ndo kashfa ambazo zilikuwa zinamuandama mwamba Epstein. Sasa kile ambacho kilikuwa kikifanyika katika hicho kisiwa, katika hizo pati za mwamba Epstein, kilikuwa kinarekodiwa kuanzia sauti, video, picha, na hapo ndipo ambapo tunapata kile kinachoitwa Epstein file. Yani ni mafaili yenye ushahidi yanayoonyesha mambo mbalimbali ambayo yalikuwa yanatokea katika hicho kisiwa. Sasa kwa nini inawala baadhi ya viongozi wa Marekani? Ni kwamba kwa nyakati tofauti wamewahi kuwa na urafiki na huyu bwana Epstein, wamewahi kuwa na urafiki naye, akiwemo Donald Trump. Kuna picha hiyo hapo na kuwekea, ni picha maarufu ambayo inasambaa kwamba miaka ya 90 aliwahi kuwa na urafiki na huyu bwana Epstein, ambaye alituhumiwa kwa makosa ya ngono na akakutwa amejinyonga mwaka 2019 gerezani. Lakini pia hata Rais Clinton naye pia ameshawahi kupiga picha na kumzungumzia vizuri na kufanya ziara na huyu Epstein hadi katika bara la Afrika. Lakini pia mbali na hiyo, kuna wasanii na watu mbalimbali maarufu. Michael Jackson pia ametajwa katika hayo mafaili. Yuko ndugu wa mfalme wa Uingereza. Viongozi wengi sana wa nchi za magharibi wametajwa hapo. Sasa kama unakumbuka, wakati wa kampeni Donald Trump, mara baada ya kuona, kwa sababu kashfa haijaanza leo ya mafaili ya Epstein, yameanza siku nyingi, na Trump aliitumia hii karata kwenye kampeni yake, kwa maana ya kwamba alisema wazi akichaguliwa kuwa rais ataachia ya mafaili yote, kwa maana aliona ni karata nzuri kwake kisiasa, kwa sababu yalikuwa yanahusu viongozi wengi wa Democrats wakiwemo Clinton na wenzake. Lakini baada ya kuingia madarakani, Trump amesita kabisa kuachia haya mafaili, kwa sababu taarifa zinasema na yeye pia ni mmoja kati ambao walikuwa wakishirikiana na Jeff Epstein, ingawa Trump amekana kwa kusema kwamba alishajiondoa na jamaa muda mrefu, ila kuna picha ya pamoja. Hatusemi kwamba hawa viongozi wa Marekani wanahusika moja kwa moja kunyanyasa hawa watoto kingono kama ambavyo Epstein alikuwa anafanya, lakini ni kashfa kwa sababu walikuwa na urafiki wakati huo na huyu jamaa ambaye ndo alikuwa anafanya hizo biashara. Na Trump, Clinton na viongozi wengi tu wa magharibi na Marekani kwa ujumla wameshawahi kutembelea hilo eneo la bwana Epstein, ambalo ndilo eneo ama kisiwa ambacho hizo shughuli na mazagazaga na mabinti wenye umri chini ya miaka 18 zilikuwa zinafanyika. Kwa hiyo wakosoaji wa Trump wanamwambia, sasa kwa nini unaogopa kutoa mafaili kama ambavyo uliahidi kwenye kampeni? Lakini wakati huo pia kuna taarifa kutoka hapo katika majasusi wa Mossad, kwa sababu kumbuka huyu Epstein alikuwa ni jasusi wa Mossad, alipandikizwa na Israeli, ghafla akawa tajiri na akawa na urafiki mkubwa na viongozi wa magharibi, ndio akawa anafanya hizo shughuli. Sasa kuna taarifa kwamba Israel wanaitumia hii kete ya Donald Trump kumwambia kwamba kama hata washambulia Iran moja kwa moja, basi wenyewe wataendelea kuyaachia ya mafaili, kwa sababu kumbuka ya mafaili sasa hivi serikali ya Marekani inayo, lakini pia kuna watu wengine wanaendelea kuyaachia. Sasa haijulikani ni nani anayo, yanaachiwaje, lakini kumbuka wewe nenda na moja kichwani kwamba
huyu jamaa alikuwa ni Mossad, kwa maana ya kwamba alipandikizwa pale Marekani na Waisrael. Sasa inasemekana pia Waisrael wanaitumia hiyo turufu kumwambia bwana Trump kwamba wanahitaji shambulizi la moja kwa moja lifanyike pale katika nchi ya Iran badala ya mazungumzo, la sivyo wenyewe wataendelea tu na mambo hayo ya kuachia hizi nyaraka mpaka pale ambapo ya kumkuta Donald Trump. Kwa hiyo kiufupi, Donald Trump yupo kwenye kiti moto, ajui ya wasikilize washirika wake wa MAGA ambao wanataka mazungumzo na Iran, ama wasikilize Wayahudi baadhi ambao wana hizo nyaraka na wanamwambia usipoishambulia Iran moja kwa moja, sisi tutazidi kuachia haya mafaili ya huyu bwana Jeff Epstein. Kwa hiyo kwa ufupi ndio iko hivyo. Tupige story pamoja kwenye comment, uniambie umeionaje? Ni mafaili ya siri yenye majina, sauti, video za watu mbalimbali ambao walitembelea katika hicho kisiwa cha bwana Epstein na kushiriki katika hizo pati ambapo alikuwa akialika mabinti wenye umri wa miaka 18, na ziko picha za watu mbalimbali. Sasa sijasema Trump, Clinton wanahusika, lakini walikuwa maswaiba na washirika wa huyu jamaa miaka ya 90. Jamaa alifariki dunia 2019 akiwa gerezani tena kwa kujinyonga, na kifo chake kilikuwa cha utata sana. Hapa ndio Official Zungu_. Hayo ni mafaili ya Epstein.